Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 6 ya mwezi wa tatu mwaka 2024, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia ataka uwekezaji kutafiti gesi, asema kama sheria ni kikwazo zibadilishwe, akemea urasimu, ahimiza mpango kuisambaza. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika kusikiliza kero Dodoma Zanzibar, habari katika ukurasa wa pili. Tanzania yashangaza wengi, kasi ya ujenzi SGR, habari katika ukurasa wa pili. Ugomo bajeti 2024-2025 hadharani Jumatatu, habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mwinyi adanya matatu aliyojifunza kwa baba yake, habari katika ukurasa wa 4. NHIF yahimiza taarifa sahihi kitita kipya, habari katika ukurasa wa 7. Zito ajivunia ndoto akiaga ACT Wazalendo, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika CCM ya baini mambo matatu ziara za Makonda, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako liweze kusoma kwa undani zaidi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wingu kuvurugwa uchaguzi 2019-2020 bado likitanda. Samia ajifunga kitanzi cha haki, amtuma Kinana kuwasilisha salamu, akiahidi uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi mkuu itakuwa huru na haki, asisitiza uamuzi wa wananchi kuheshimiwa. Zito Kabwe ahitimisha miaka 9 ya uongozi ACT, akiacha mzigo wa maridhiano serikali ya umoja wa kitaifa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Anza safari kupita njia za Mzee Mwinyi, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili likiwa na nukuu ikisema atamsikiliza yoyote bila kujali elimu wala rangi, utaratibu wa kumfikia rais na kuzungumza naye ana kwa ana utapangwa na wataelezwa ni lini utaanza na utaanzia wapi. Paul Makonda karibu mwenezi CCM. Lakini pia gazeti hili imeandika BOT na wachumi watofautiana, noti za shilingi 10,000 zikiongezeka, habari katika ukurasa wa 5. Bibi Titi alama ya mwanamke katika siasa Tanzania, habari katika ukurasa wa 12. Prince Dube Azam ngoma bado ngumu, habari katika ukurasa wa 24. Ripoti maalum siri watoto wauza mifuko kupata mitaji kwa njia hii, habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumatano leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Kinana, Rais Dr. Samia amedhamiria kwa dhati ni kwa kuhakikisha chaguzi zijazo zinakuwa huru na haki, asema Watanzania wasiwe na wasiwasi kuanza kusikiliza kero za wananchi, habari katika ukurasa wa 4. Zito tumedhihirisha ACT ni chama cha demokrasia, habari katika ukurasa wa 4. Chadema wajifungia ndani kuandaa azimio la Mtwara, habari katika ukurasa wa 4. Ndege zagongana angani na kuua, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Furaha ya Chadema ni matunda ya Rais Samia, habari katika ukurasa wa 11. NMB yajiunga na ATM za Umoja Switch, habari katika ukurasa wa 4. Mashambulizi ya M23 yaua watu 15 mashariki mwa Kongo, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Madeni nchi za Afrika yanakuwa kwa kasi, habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mwinyi baba hakuacha wasia pa kumzika, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Rais Samia kusikiliza kero kila mwezi kwa kutumia kofia CCM, habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mkutano wa ACT, Rais kanituma niwaambie uchaguzi huru waja Kinana, habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika askari
wadaiwa kumjeruhi mtoto kutumia risasi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Hatari vijiti vya meno kuzibua bia kwa meno. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Zuchu alikoroga adhibitiwa, aomba radhi, asamehewe. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Katika michezo, gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele limeandika lead ataki kuondoka AC Milan. Habari katika ukurasa wa 21. TFF yatoa siri Simba Yanga kuika kafu. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kishindo cha Rais Dr. Samia, amua kutenga siku kila mwezi kusikiliza changamoto za wananchi. Lengo ni kumwenzi hayati mzee Ali Hassan Mwinyi alivyokuwa akifanya alipokuwa madarakani enzi za uhai wake. Pia kupima uwajibikaji wa viongozi wengine kama waliweza kushughulikia kero za wananchi kabla hawajamfikia. Atatumia ofisi za CCM Lumumba, Dodoma, Kisiwandui. Makonda aeleza mafanikio makubwa yaliyopatikana katika ziara zake mikoa 23, jinsi alivyofanya mikutano 442 na kusikiliza kero 2000 ambazo nyingi alizipatia ufumbuzi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika Kinana uchaguzi serikali za mitaa kuwa huru haki. Habari katika ukurasa wa pili. Dr. Nchimbi Tanzania Cuba kuendeleza ushirikiano. Habari katika ukurasa wa 3. NMB yaongeza kasi ya utoaji huduma kidijitali. Habari katika ukurasa wa 5. Hoja 21 za muungano zapatiwa ufumbuzi. Habari katika ukurasa wa 5. Ahukumiwa kunyongwa kwa kumuua mpenzi wake. Habari katika ukurasa wa 19. Mahakama Kuu Tanzania kanda ya Dar es Salaam imemhukumu kunyongwa hadi kufa Grace Mushi maarufu Neema baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kumuua mpenzi wake Hamisi Sekamba. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Katibu Mkuu Madola akumbuka mageuzi yaliyoasisi mzee Mwinyi. Habari katika ukurasa wa 10. Pinda atuliza mgogoro wa ardhi ya wananchi wawekezaji. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Kinana atibuka Ademanyongo figisu za uchaguzi mkuu uliopita, asema Samia anataka uchaguzi huru na haki. Zito asema wapinzani washindwe wenyewe tu. Habari katika ukurasa wa pili. Nchi yanuka dhuruma, Rais Samia kusikiliza kero za wananchi kila mwezi. Habari katika ukurasa wa 3. Siri nzito gesi asilia. Habari ni katika ukurasa wa 10 pamoja na ukurasa wa 11 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika mamlaka ya bandari yaondoa kiwingu. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kahaba mteja kamatwe. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. NMB yaunganisha ATM zake na benki 17. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti Raia Mwema, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, Jumatano ya leo. Ninalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye limeandika Samia ana kwa ana na wananchi, kukutana na mmoja mmoja kusikiliza kero zao, watendaji wazembe walioshindwa kuwajibika kukiona. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Bandari ya Dar es Salaam kazi saa 24. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali yaidhinisha bilioni 30 ukarabati barabara za TARURA. Habari katika ukurasa wa pili. Dedi Kitimba ataka weledi uadilifu, asisitiza wananchi wahudumiwe bila vikwazo. Habari katika ukurasa wa 4. Viwango vya kubadilisha fedha vyapandisha deni nchi za Afrika. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. TAMWA yasema Samia kathubutu katimiza. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. ACTC na mkakati kufanya Tanzania kuwa kidijitali. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti Tanzania Leo, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu, lenyewe limeandika NHIF ni mkombozi, afya kwa unyonge, waendelea kudhibiti walanguzi wa matibabu kwa maslahi yao binafsi. Huduma za CT scan, dialysis, upasuaji sasa kufanyika kuanzia ngazi za chini. Wamesimama na uhalisia wa gharama za dawa, matibabu na kumuona daktari. Kitita kipya kinaenda kuwa mkombozi kwa wananchi pamoja na watoa huduma. Habari katika ukurasa wa pili. Rais Samia atoa helikopta ukaguzi wa miundombinu ya barabara Lindi. Habari katika ukurasa wa 3. Meli ya watalii yatia nanga Kilwa. TAWA yasema watalii wanazidi kumiminika. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kinana
awatoa hofu wanasiasa viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Makonda, Rais Samia ameridhia kutenga siku kwa mwezi kusikiliza kero. Habari katika ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa mbele Jumatano leo. Ninalo gazeti Mwanahabari mikononi mwangu lenyewe limeandika TANROADS yapewa siku 4 kukagua barabara na madaraja nchi nzima. Waziri Bashungwa atoa maelekezo kwa mameneja wa TANROADS nchini, awataka kufanya tathmini na ukaguzi wa madaraja, makaravati na barabara kuu zote, awakumbusha wananchi kuchukua hatua hasa wakati wa mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Makonda anika maovu yanayowakumba wanyonge vijijini, asema kuna manyanyaso na dhuluma kubwa ya ardhi kwa wananchi wasio na sauti vijijini. Asema baada ya kukamilisha taarifa kwa katibu mkuu wa chama, sheria itachukua mkondo wake. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kinana aunguruma mkutano mkuu wa ACT Wazalendo, atoa hofu uchaguzi mkuu 2025. Kitita kipya cha NHIF kuleta haueni kwa wanachama na watoa huduma. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Rais Samia atoa helikopta kuchunguza miundombinu ya barabara Lindi. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa mbele Jumatano leo. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga ya Dube abeleka mzigo Azam, afanua dabo akoma. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili likiandika kikosi cha Yanga kikiwa na Prince Dube, golini ni Diara, Malisa upande wa kushoto, Baka katikati pamoja na Dickson Job, upande wa kulia ni Yao Kwasi, Aucho na Muda wakiwa ni viungo, wakabaji Maxi Aziziki Pakome pamoja na Prince Dube. Hiki ni kikosi cha 4231 chini ya Argentina Gamondi kikiwa na Prince Dube. Ijayo ni Namungo vs Yanga ni Ijumaa Machi 8 majaliwa saa 12 kamili jioni. Saido aitisha Prisons rekodi zake balaa, wajelajela waandaa surprise. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Refa wa Liva apewa Arsenal, Master United wamkataa Ten Hag. Hadithi ya penzi la usaliti inapatikana kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili kiandika bara leo Jumatano ni Azam FC vs Coastal Union, mchezo unapigwa saa 12 jioni Chamazi. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenyewe limeandika Samia Museveni waishika mkono michuano ya Sekafa, Changarawe anza vizuri sakata la tiketi Olimpiki, Simba yageukia Prisons leo Moro. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ehefu ya ng'ara nyumbani, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma gazeti hili, ukiandika Zuchu yamemkuta Zanzibar, habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Lakini pia ninalo gazeti wa Machinga lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Dube aanzisha balaa jipya Simba Yanga, Chasambi adabiriwa makubwa Msimbazi, Gamondi yoyote tunacheza nayo robo finali CAF. Habari zote ni katika ukurasa wa 14 wa gazeti hili. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwako tuchagua, asante kwa kuwa nasi.